Je, kifo cha mbunge wa Emuru Dikirr ni ajali ya kawaida au kuna kitu kikubwa kinachofichwa? Kwa nini viongozi wanagawanyika? Kwa nini video za zamani za Uhuru Kenyatta na Edwin Sifuna zimeanza kusambaa? Na kwa nini baadhi ya wananchi wanasema hii si ajali ya kawaida, wala hii si story ya kawaida? Hii ni Kenya mwaka 2026 ambapo mitandao inasema mengi kuliko taarifa rasmi. Leo hapa Mizuka Media tunakuletea uchambuzi kamili wa video zote zinazosambaa baada ya kifo cha mbunge Johana Ng'eno. Baada ya taarifa za kifo cha mbunge wa Emuru Dikirr Johana Ng'eno kusambaa, mitandao ililipuka. Video ya kwanza hapa inamuonyesha mwanadada mmoja akichambua post kutoka kwa mtandao wa X ambapo kijana mmoja aliandika hivi: watu wa eneo langu hawaamini hii ilikuwa ajali ya kawaida. Hii ni kauli ambayo ilizua mjadala mkubwa. Wengine wanasema ni huzuni ya wananchi, ni hisia tu, au kuna jambo wanajua. Lakini hapa ndipo mambo yalianza kubadilika. Salam guys, nimetoka kule X na kuna Kipiegon anasema my area people cannot believe it was a normal accident and now they are fully one town. Oh, kuna mtu ananingojea. Si niwaweke video mujione. Video ya pili inamuonyesha Senator Richard Onyonka akisema wazi ya kwamba Johana Ng'eno aliuawa kwa sababu alikataa kusaini ardhi yenye madini muhimu. Kauli hii ni nzito sana kwa sababu inagusa masuala ya rasilimali, inagusa siasa za ardhi na pia inagusa masuala makubwa ya kiuchumi. Lakini hadi sasa hakuna taarifa rasmi inayodhibitisha madai hayo. Swali ni je, kwa nini Senator aseme hivyo hadharani? I only have one message to give the principals. Mheshimiwa Wachagua, Mheshimiwa Matiang'i and the team that is here, you must be magnanimous enough to forgive each other and forgive some of us for having been on the other side when you were on this other side. I think it is important I say that in this place. Number two, umesema, Nani said, my fellow colleague from Machakos, Mbui, some of us tunatarajia tutakufa wakati wote. I can tell you that what we are doing is si kazi ya rais hivyo, but we know kuna nchi ambayo lazima itetewe, na hiyo nchi inaitwa Kenya. Na hii Kenya lazima tutaibadilisha, tuache zile tabia zetu mbaya. Zile tabia mbaya ndizo Ruto amebeba: wizi, kuua watu, kuchukua mashamba ya watu. I believe, even though I don't have the evidence, Ng'eno has been killed because he refused to sign the land which has got rare minerals kule Kilgoris. Thank you sir. Mengine tutaongea baadaye. Mara ghafla video za zamani za Mheshimiwa Uhuru Kenyatta na video ya hivi karibuni ya Senator wa Nairobi Edwin Sifuna zikaanza kusambaa mitandaoni. Watu wakaanza kusema hivi walikuwa wanajua kitu. Katika video hizo walionya kuhusu siasa chafu, vita ya ndani na hatari kwa viongozi wanaosimama kidete. Je, ni coincidence au mitandao inaunganisha dots? Na hawa wasee hawachesi. I'm telling you. Hawachesi na hawacheki. Tutasoma sisi tu kwa magazeti, fulani ndio huyo tena ameenda, huyo siku nyingine fulani ndio huyo ameenda. So kila mtu pahali alipo fungua macho. Kabla Zakayo anifikie, mimi nataka niseme, nilisikia MC mmoja hapa akisema ati ametuona tumeingia pamoja na kina Cheruyot, ati tuko pamoja. Hatuko pamoja. Sisi watu ya ODM tuliangalia vitu inafanyika na mandege hii Kenya, tukaambiwa Sifuna, ukiingia ndege hakikisha kuna mtu ya UDA pia ameingia hiyo ndege. Ndio kama kuna hasara,
Kama kuna hasara itapatikana, ODM ipoteze, UDA ipoteze, tutoke draw. Ndio maana nimekuja na Cheruiyot, hatuko pamoja. Mtu asikudanganye bwana. Niseme nisiseme. Video nyingine inamwonyesha Oscar Sudi, mwanachama wa United Democratic Alliance au UDA, akimshambulia Rigathi Gachagua. Sudi alimlaumu Gachagua kwa kutangaza kifo cha Joanna Ng'eno hadharani kabla hata familia haijatoa taarifa rasmi. Hapa ndipo siasa zinachukua nafasi, kwa sababu sasa sio tu kifo, bali ni nani alitangazwa wa kwanza na kwa nini. Jana ulitangaza kifo cha Ng'eno, familia hawajajua. Hakuna mtu tunajaribu kuanda upande mwingine, umepanda juu ya gari umetangaza kifo cha Ng'eno. Hiyo panganga, hiyo kiereere yako hiyo ndio kuletea mashida yote uko nayo mpaka sasa hivi. Anda ikashua hiyo Gachagua. Hautawahi kuwa mtu Kenya hii. Hata Mungu hawezi kukubali kuwa mtu, because you are an evil man. Wewe ni shetani. Nimeona vile umeongea kanisani leo. Yaani hata una ubutu. Ulifurahia vile Ng'eno amekufa. Ngoja itumie kwa muda. Hii ndio kupandisha juzi hii ndio kiburi kamea na ujinga. Sio wengine tumetumia helikopta zaidi ya miaka 20. Hiyo weather ilikuwa inaonekana, hata nimekutumanishia hiyo video ndio uangalie vizuri, kama ukiona kwa wengine ni kama hautaelewa. Mimi mwenyewe nimekutumanishia. Video ya 5 ndio video ambayo inamwonyesha Gachagua akitangaza kifo cha Joanna kwenye mkutano wa hadhara. Baadhi ya wananchi waliona alikuwa anatoa taarifa kama kiongozi, lakini wengine wakasema haikuwa sahihi kisiasa wala kiutu. Tumefurahi, tumepata habari ya kwamba mjumbe wa MKIL pale Kipsigis, Joanna Ng'eno, ameaga dunia kwa ajali ya helikopta. Alafu video nyingine inaonyesha viongozi wa kanda wakimkosoa Gachagua. Walisema masuala ya kifo yanahitaji heshima, lugha iwe ya tahadhari na familia ipewe nafasi. Sasa hapa ndipo Kenya imegawanyika. Nikiongea kama mtu ya familia, ningependa kuomba mheshimiwa our deputy president. Now I'm not talking as a member of parliament, I'm talking as a family member. Umetuonyesha madharau sana kama familia. Mimi mwenyewe nilikuwa ninapigiwa simu na watu ya familia wananiuliza, mheshimiwa, umeona mheshimiwa Rigathi Gachagua anasema nini kuhusu maneno ya Ngong? Mimi mwenyewe nikiwa MP, hata bibi yake, hata watoto yake, hata watu ya family, hata watu ya Murwa Dikir au kuwa wamejua Ng'eno alikuwa kwa accident. Tafadhali nataka kuomba viongozi, don't be too petty. Maneno ya familia, they are very sensitive. Ng'eno alikuwa kiongozi ya taifa, alikuwa kiongozi ya Narok County, alikuwa kiongozi ya Murwa Dikir. Maneno ya kifo tuweke kando kwa siasa. Tunaelewa na tunaomba mapilot, kama the weather is not good, don't fly. If the weather is not good and does not allow for you to fly, don't take off. Viongozi, jinsi wenzangu wamesema, hii ni wakati wa kujali familia. Tusiweze kuweka siasa mambo ya kifo ya ndege, jinsi ambapo tunangojea udhabiti kamili tatueleza ni nini kilichotukia ndio tuweze kuridhika. Kwa sasa tuweze kuipatiana hiyo nafasi. Tusiweke siasa ya tofauti yetu ya kisiasa ya kitaifa ili kuingiza wananchi wahisi ni kama kwamba ilikuwa ni mipango ama ilikuwa ni njama. Former deputy president within hata 5 minutes haijaisha amefanya investigation, amemaliza kila kitu na ameanza kusema chenye imefanyika, which is rather sad. You know, this politics, let us also be human. You cannot be announcing to a family 5 minutes after the accident has occurred na wanasikia tu kwa kipasa kwa radio. It is rather. We are mourning Joanna Ng'eno, who was a great person. Nataka tu niambie wanasiasa ya kwamba hii sio wakati ya kutafuta siasa kwa kifo ya kiongozi, hasa aliyekuwa naibu wa rais. You need to tell him that in no uncertain terms it is not a time to politic or to use the death of Joanna Ng'eno for political gain. Ya pili, nataka niambie aliyekuwa naibu wa rais, yeye aweze kuwa investigator, aweze kuwa prosecutor na pia aweze kutoa wajibu katika dakika moja. That is being very unreliable, very wrong, and he should actually desist from that. Sasa kuna mambo matatu muhimu hapa. La kwanza ni kwamba mitandao imejenga narrative ya kwamba kuna zaidi ya ajali.
Pili, viongozi wanatoa kauli zinazokinzana. Tatu, hakuna taarifa rasmi inayodhibitisha madai ya mauaji. Hii ndio Kenya ya leo ambapo perception inashindana na ukweli. Ndege ililand kwanza because of weather. But sasa kidogo I think akakuja akaita mama moja akauliza mama hii weather inaweza kaa hivi mpaka saa ngapi? Mama akamwambia jioni na bado inaendelea kunyesha, inaweza kaa hivi mpaka asubuhi, na huko ni forest, mahali imekuwa inaitwa Chepkero na ni forest. Yes. So I think wakaamua decide wakasema wacha tutoke. Kuinuka tu kidogo wakakutana na hiyo silanga. After hapo miti wakakutana na forest, wakagonga miti, ndege kaanguka na ikaanza kuwaka. After imewaka tukajaribu kuzima moto, but at least mvua ilikuwa inasaidia, pia ilikuwa na drizzle, tukazima moto, tukatoa casualties. Kwanza nilikuwa na mmoja alikufa after 30 minutes, alitoka nje mpaka nje kabisa. Kwanza niulize kaunti, watu wanaweza sema hapo, watu wanauliza hapa ni wakina nani walikuwa hapo ndani, MP na nani hao? MP, kulikuwa na MP, security na watu wake na pilot. Yes. Na kulikuwa na jamaa anaambiwa anaitwa Sportpesa. Anatoka huko pia. Anatoka Emuru hadi Kirubo. Lakini hakuna viongozi wa huko nani kaunti maybe. Ni watu wake tu walikuwa hapo ndani. Watu wako walikuwa huko. Naomba ufanyie huko. Sasa swali ni kwako wewe mtazamaji wangu. Je, unaamini hii ilikuwa ajali ya kawaida au unahisi kuna maswali ambayo hayajajibiwa? Niachie maoni yako kwenye comment section, lakini kumbuka tujadili kwa heshima. Na kama bado hujatufollow au kusubscribe hapa Mizuka Media, hakikisha unafanya hivyo, manake tunakuletea uchambuzi wa kina wa siasa, mastaa na lifestyle ya Afrika Mashariki. Bwana, mimi naitwa Rish Mizuka, sauti ya vijana wa Afrika Mashariki. Namba 1 ni mimi, namba 2 ni mimi, namba 3 ni mimi, 4 na 5 na waachia nyinyi hapo. Bwana tukutane kwenye video ijayo.